Kabla hatujaomba, hebu kwanza tuchukue muda kusikiliza neno la Mungu, kisha tutaomba pamoja. Mithali 23:7 inasema, kama mtu anavyofikiri moyoni mwake, ndivyo alivyo. Huo ni ukweli wenye nguvu sana, kwa sababu kinachotokea ndani ya akili yako ni muhimu zaidi kuliko watu wengi wanavyofikiri. Hebu nikuulize, umewahi kufikiria kweli kuhusu kile unachofikiria? Inaweza kusikika ajabu mwanzoni, lakini ni mojawapo ya maswali muhimu zaidi unayoweza kujiuliza. Kwa sababu uwe unajua au hujui, kila mmoja wetu ana kitu kinachoitwa maisha ya mawazo. Huu ni ulimwengu wa ndani usioonekana ambapo mawazo yako yanatembea kila wakati, yakitengeneza hali yako ya moyo, maamuzi yako, mahusiano yako na hata mtazamo wako kuhusu Mungu. Kuanzia wakati unaamka asubuhi, akili yako tayari inafanya kazi. Labda unafikiria kuhusu mambo yote unayotakiwa kufanya, au mazungumzo ya jana ambayo yalikuacha na mawazo mengi, au kutokuwa na uhakika wa kesho italeta nini. Na hata unapofanya shughuli zako za kila siku, kama kupiga mswaki, kupika chakula, kuangalia simu yako, au kuzungumza na mtu, akili yako bado inaendelea kufikiri. Hivyo ndivyo tulivyoumbwa. Akili zetu zinafanya kazi kila wakati. Lakini swali la kweli ni hili, tunaruhusu mawazo yetu yafanye nini? Je, yanailisha roho yako au yanakuondolea amani yako? Je, yanakukumbusha ukweli au yanakuambia uongo ambao umeusikia kwa miaka mingi? Kwa sababu wengi wetu tunapigana vita kimya kimya ambavyo havihusiani na dunia inayotuzunguka, bali vinahusiana na vita vilivyo ndani yetu. Wakati mwingine mapambano halisi si mahusiano, si fedha, si ugonjwa. Ni akili yako inayokuambia wewe hutoshi. Utawahi kushinda hili. Mungu amekusahau. Na bila hata kugundua, mawazo hayo yanaanza kuota mizizi. Yanakuwa mifumo, tabia, ngome za kiroho. Yanaanza kuunda jinsi tunavyoishi, jinsi tunavyoomba na jinsi tunavyotarajia Mungu afanye kazi katika maisha yetu. Lakini hii ndiyo habari njema, Mungu hakukusudia uwe mfungwa wa mawazo yako. Anakupa njia bora zaidi, njia ya kufanya upya akili yako, kubadilisha fikra zako na kutembea katika amani badala ya hofu. Katika Wakolosai 3:2 Biblia inasema, iwekeni nia zenu katika yaliyo juu, si katika mambo ya duniani. Neno uweka ni muhimu sana. Linamaanisha kuamua, kuchagua, kufanya uamuzi wa makusudi. Kwa maneno mengine, mawazo yako hayapaswi kukutawala. Umepewa nguvu kupitia Kristo kuyaongoza mawazo yako. Huwezi daima kudhibiti mawazo yanayogonga mlango wa akili yako, lakini unaweza kuamua ni mawazo gani unaruhusu yaingie ndani. Unaweza kuchagua kutafakari juu ya ukweli wa Mungu badala ya kuamini uongo wa hofu, aibu au kukata tamaa. Kwa hiyo jiulize leo, ninawaza nini kila wakati? Mawazo yangu yamejengwa juu ya imani au juu ya hofu? Yananileta karibu na Mungu au yananivuta mbali naye? Kwa sababu maisha ya mawazo si jambo la akili tu, ni jambo la kiroho. Na Biblia inathibitisha hili katika 2 Wakorintho 10:3-5, ingawa tunaishi katika mwili, hatupigani vita kama ulimwengu unavyopigana. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina nguvu katika Mungu kubomoa ngome. Tunabomoa mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya kumjua Mungu, na tunateka kila fikra ipate kumtii Kristo. Mungu anatuambia hapa kwamba akili zetu ni uwanja wa vita, lakini hatuko bila silaha. Ametupa silaha za kiroho ili tushinde vita: neno lake, roho wake na ukweli wake. Kwa hiyo adui anaposema wewe huna thamani, neno la Mungu linasema umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. Wakati wasiwasi unaposema hii haitakuwa bora kamwe, Mungu anasema sitakuacha wala sitakutupa kamwe. Hatia inaposema hutakuwa huru kamwe, Yesu anasema yule ambaye mwana anamweka huru anakuwa huru kweli.
Hivyo ndivyo unavyopigana vita kwa ukweli wa neno la Mungu. Lakini yote yanaanza kwa kuwa mkweli kuhusu mahali ambapo mawazo yako yanakupeleka. Usiruhusu akili yako izurure tu mahali panapokuibia furaha. Usipuuze uongo wa kimya unaokufanya uishi kwa hofu, wasiwasi au aibu. Mungu anataka zaidi kwa ajili yako. Anataka akili yako ifanywe upya, moyo wako uwe na amani, na mawazo yako yawe sawa na ukweli wa yeye ni nani na wewe ni nani ndani yake. Una haja ya kuishi ukiwa umenaswa katika mzunguko wa kufikiri kupita kiasi, hofu au mashaka. Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia kuvunja mizunguko hiyo. Anaweza kukufundisha jinsi ya kuteka kila fikra, hata zile ndogo zinazoonekana hazina madhara. Kwa hiyo jaza akili yako kwa ukweli. Anza siku yako kwa kuuliza, Bwana, unasema nini kunihusu leo? Na uongo unapoinuka, simama na uulize, je, wazo hili linafanana na kitu ambacho mchungaji wangu mwema angeniambia? Kwa sababu sauti ya Yesu daima inaongoza kwa upendo, si kwa hofu, kwa ukweli, si kwa kuchanganyikiwa, kwa uwazi, si kwa hukumu. Acha maisha yako ya mawazo yawe mahali pa ibada, mahali ambapo uwepo wa Mungu unaweza kukaa, mahali ambapo amani yake inaweza kutawala hata wakati maisha yanayokuzunguka yanaonekana kuwa na kutokuwa na uhakika. Na kumbuka, mawazo unayolisha ndiyo yanayokuwa. Lisha imani yako, njaa hofu yako, na uweke akili yako imara kwa yule aliye mwaminifu kukamilisha kile alichoanza ndani yako. Sasa hebu tuchukue muda kuomba pamoja. Bwana Yesu mpendwa, unaona kila wazo linalopita katika akili yangu, kila mzunguko wa wasiwasi, kila kumbukumbu ya maumivu, kila ndoto yenye matumaini. Unaona mawazo ninayorudia kichwani, wasiwasi wa kimya ninaobeba, na mawazo ya giza ninayojaribu kuyakimbia. Na bado huniachi. Huniaibishi. Badala yake, unanialika katika ukweli. Unanialika katika uhuru. Unaniita nisonge karibu zaidi na wewe. Kwa hiyo leo, Bwana, nakuletea sehemu yangu ya ndani kabisa. Ninakupa akili yangu. Ninakabidhi maisha yangu ya mawazo kwako, Bwana. Sio tu mawazo ya wazi ambayo ni rahisi kuyaona, bali pia yale ya kimya ambayo mara nyingi hayachunguzwi. Yale yanayounda jinsi ninavyoona dunia, jinsi ninavyotafsiri matendo ya watu, jinsi ninavyokuona wewe, na jinsi ninavyojiona mimi mwenyewe. Ninakupa mifumo ya mawazo ambayo nimekuwa nayo kwa miaka mingi. Yale ambayo nimeyachukulia kuwa ya kawaida hata kama hayaonyeshi ukweli wako. Baadhi nimeyashikilia kwa sababu ya mazoea, mengine kwa sababu ya hofu. Lakini leo ninayaachilia mikononi mwako. Ninakupa mawazo yangu ya kufikiri kupita kiasi, kuchambua kila kitu kila wakati, kuhoji kila kitu na kutaka kuelewa kila kitu. Ninakupa tabia yangu ya kutarajia mabaya. Hata wakati natamani kuamini yaliyo mema, ninakupa mashaka yanayokuja kimya kimya hata wakati ndani kabisa ninataka kukuamini kabisa. Nisaidie kutambua mawazo ambayo hayatoki kwako. Usiruhusu yaingie kimya kimya bila kutambuliwa. Angaza nuru yako kwa upole lakini kwa wazi ili niweze kuona wakati ninategemea hofu badala ya imani, ninapojificha katika aibu badala ya kutembea katika uhuru, au ninapojaribu kudhibiti mambo ambayo tayari umeahidi kuyashughulikia. Acha ukweli wako usikike zaidi kuliko uongo ambao nimeuamini kwa muda mrefu. Acha sauti yako ivunje mzunguko wa wasiwasi kabla haujaanza. Sitaki kutumia siku nyingine nikiongozwa na mawazo yanayoniondoa katika amani yako. Nataka njia mpya ya kufikiri, njia inayojibu maisha kwa neema badala ya wasiwasi. Nataka kufikiri kama mtu anayekujua kwa undani, anayekuamini kabisa na anayetembea kwa ujasiri katika uhuru ambao tayari umenunua kwa ajili yangu. Kwa hiyo ninapojaribiwa kukumbuka majeraha ya zamani, nipe nguvu ya kusimama. Nifundishe jinsi ya kuleta kila wazo katika nuru yako.
Mawazo yangu yanapokuwa na uchungu, nifundishe kusamehe. Mawazo yangu yanapokuwa na wasiwasi, nisimamishe katika amani. Mawazo yangu yanapokuwa na kiburi, nivike unyenyekevu. Mawazo yangu yanapokuwa ya ubinafsi, nifundishe kutumikia. Mawazo yangu yanapokuwa ya kukata tamaa, nikumbushe tumaini. Roho Mtakatifu, jaza nafasi ya akili yangu kwa uwepo wako. Amani yako ifukuze hofu. Uwazi wako uondoe kuchanganyikiwa. Upendo wako uondoe maneno makali ninayojisemea mwenyewe. Fanya akili yangu iwe mahali ambapo ukweli unaishi kwa amani, mahali ambapo imani inapata makazi, mahali ambapo neno lako si mgeni bali rafiki wa kudumu. Niruhusu nifikiri kama mtu anayependwa sana. Niruhusu nijibu kama mtu ambaye hana kitu cha kuthibitisha. Niruhusu niote kama mtu anayejua kwamba maisha yake ya baadaye yako salama mikononi mwako. Niruhusu kufikiria kwa ubunifu mtakatifu, nikiamini kwamba unaweza kufanya zaidi ya ninavyoomba au kufikiria. Na Baba, ninaomba kwa ajili ya yule anayesikiliza sasa ambaye amechoka kiakili. Kwa mtu ambaye hawezi kuacha mawazo mabaya. Kwa yule anayelemewa na hofu au aibu. Ninaomba uwaokoe. Sema amani juu ya akili zao. Tuliza dhoruba iliyo ndani yao. Acha sauti yako iwe kubwa kuliko sauti ya hofu. Kwa yule ambaye ameamini uongo kwa miaka mingi kuhusu yeye ni nani na kuhusu wewe ni nani, njoo ubadilishe imani hizo kwa neema. Badilisha kila utambulisho wa uongo kwa ukweli kwamba wao wamechaguliwa, wanapendwa na wameitwa. Acha kufanywa upya kwa akili yangu kusiwe tukio la mara moja tu, bali uwe mwaliko wa kila siku, mtindo wa maisha unaonikaribisha karibu na moyo wako. Kama Warumi 12:2 inavyosema, msifanane na dunia hii, bali mbadilishwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sitaki kufuata mifumo ya dunia hii. Nataka kubadilishwa, kufanywa upya kila siku kwa ukweli wako. Bwana, nisaidie kuamka kila asubuhi na kuweka upya mawazo yangu kabla kelele za dunia hazijaanza kuyaunda. Kabla ya habari, simu na mazungumzo kuanza, acha neno lako liwe sauti ya kwanza ninayosikia. Nisaidie kuulinda akili yangu kama Mithali saa 4 na madakika 23 inavyosema kuulinda moyo wangu. Nisaidie kuwa mwangalifu si tu kwa mawazo yanayokuja, bali pia yale ninayoruhusu yabaki. Nifundishe kuchuja kila wazo la ndani, kila imani kupitia neno lako. Kama 2 Korintho 10:5 inavyosema, tunachukua kila fikra na kuifanya imtii Kristo. Usiruhusu kitu chochote kikae katika akili yangu ambacho hakitii ukweli wako. Unilinde dhidi ya kuwa na nia mbili, Bwana. Yakobo 1:8 inasema mtu mwenye nia mbili hana msimamo katika njia zake zote. Sitaki kusema nina imani lakini kuishi kwa hofu. Sitaki kuimba nyimbo za kuamini huku ndani nikijaribu kudhibiti kila kitu. Fanya akili yangu iwe thabiti. Niruhusu niwe mtu yule yule hadharani na faragani. Mawazo yangu yawe kielelezo cha Mungu ninayesema ninamfuata. Ninakuamini Bwana hata kwa mawazo ambayo sielewi kabisa. Yale yanayonichanganya, yale nisiyosema kwa mtu yeyote. Ninakuamini kwa kumbukumbu ambazo bado zinauma. Kwa huzuni ambazo sijui jinsi ya kuzishughulikia. Kwa ndoto ambazo ninaogopa kusema kwa sauti. Na ndiyo, Bwana, ninakuamini hata kwa vita vya akili ninavyopigana kimya kimya. Yale yanayonichosha, yale niliyajaribu kushinda peke yangu. Asante Yesu kwa kutembea pamoja nami katika kila vita ya akili niliyopitia, kwa kuwa mwaminifu kuniambia ukweli tena na tena mpaka moyo wangu unaanza kuamini. Wewe ni mchungaji wa nafsi yangu, na hata akili yangu inapopotea, unanirudisha kwenye maji ya utulivu. Asante kwa kutoniaibisha ninapopambana. Kwa hiyo leo ninafanya tangazo hili, Bwana, wewe ni Bwana wa akili yangu. Wewe ndiye mlinzi wa amani yangu.
Kama Wafilipi 4:7 inavyosema, amani ya Mungu ipitayo akili zote italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Wewe ndiye kichujio cha mawazo yangu. Kila ninachofikiri, kila mpango, kila mwitikio, kila mazungumzo ya kimya kichwani mwangu, vilete heshima kwako. Maisha yangu ya ndani yawe sawa na imani ninayotangaza nje. Ninakupenda Yesu. Ninakabidhi akili yangu kwako. Niko salama katika ukweli wako, nimefichwa katika uwepo wako na nimeshikiliwa na amani yako. Katika jina lako takatifu na lenye nguvu ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, jisikie huru kutuambia katika maoni. Tutafurahi kukuombea. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.